hiyo jukumu la tume mojawapo ni kufanya uchunguzi wa malalamiko. Lakini jambo la pili, mwananchi huyo huyo, wewe kama mwandishi wa habari au wewe kama raia wa Tanzania, unaweza ukamwona mtu ananyanyasika katika jamii na ana jambo linalomsumbua, lakini hajui kwamba apeleke wapi. Lakini wewe kama mwananchi unaweza ukamsaidia kwa kulalamika kwa niaba yake mwenyewe. Kwa hiyo unaandika lalamiko lako tume, then linakuja tume, tunalifanyia uchunguzi, lakini wewe ndio umemsaidia kwenye kufanya nini? Kwenye kulalamika. Kwa hiyo linapofika tunafanyia uchunguzi na baadaye kuyatolea mapendekezo, ambayo inakuwa mapendekezo ya tume ni ya utekelezaji, sio tena ya kujadili. Kwa hiyo linapotokea tayari yashafanywa uchunguzi, basi tunayatolea mapendekezo. Lakini njia ya tatu ya kuwasilisha malalamiko ni kupitia vyombo vya habari, kupitia nyewe wanahabari, ya kwamba sisi kama tume ni wadau wakubwa wa vyombo vya habari. Tunapofuatilia kwenye magazeti, tunapofuatilia kwenye Globe, tunapofuatilia kwenye Instagram, kwenye Facebook, mahali popote pale, tukaona ya kwamba kuna jambo ambalo limekuwa reported kule lakini linavunja haki za binadamu. Mathalan kwenye magazeti, tunaona kabisa kuna vitendo ambavyo vinakiuka haki za binadamu, vinavunja haki za binadamu na ukiukaji wa misingi ya utawala bora, basi tume inaweza ikaanzisha lalamiko lile na tukalifanyia uchunguzi, na mwisho wa siku tukatoa mapendekezo kwa nafuu ambayo inaweza ikapatikana kwa yule ambaye amevunjiwa haki. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, bado tunaendelea kwa ajili ya kuhamasisha na kutetea haki za binadamu katika nchi yetu. Lakini tume pia inao majukumu mengi kama ya kutoa elimu. Kama tunavyofanya ni mojawapo ya jukumu la tume, ya kwamba inatoa elimu kwa umma, inatoa elimu kwa wananchi ili kuzifahamu haki zao, ili ya kwamba wawe na wabaini wanapovunjiwa zile haki zao. Kwa hiyo pamoja na kuwaelewesha kwamba wazitambue haki zao, lakini pia wabaini pale wanapovunjiwa basi ni sehemu gani ambapo wanaweza wakafika kwa ajili ya kulalamika. Lakini pia tume ni mshauri wa serikali katika kuridhia mikataba mbalimbali, kupitia sheria mbalimbali ambazo kwa ajili ya kuzifanyia marekebisho. Kwa hiyo tume ndio mshauri wa serikali katika majukumu hayo. Lakini jukumu lingine la tume ni kufanya tafiti. Na inafanya tafiti nyingi na tayari imefanya tafiti, na sasa hivi inaendelea na utafiti unaoendelea katika nchi nzima. Lingine ambalo wanalifanya tume ni kukagua magereza na vituo wanavyozuiliwa watu ambao wamekinzana na sheria, ya kwamba hili ni jukumu ambalo limepewa na lipo kwa mujibu wa katiba na lipo kwa mujibu wa sheria, ya kwamba wao wanawajibika sana kwenye kukagua, na nia ya kukagua ni kwa ajili ya kuangalia hali za wale watu waliozuiliwa kule, kwa sababu nao ni binadamu kama sisi, ya kwamba kila wanachohitaji pia ni ustawi, ya kwamba walivyokosa sio kwamba basi wao wanatengwa na kupitia katika maisha magumu, ya kwamba sasa tunaangalia ni namna gani ya kuishauri serikali. Baada ya kukagua ni vitu gani tulivyoviona, ni vitu gani ambavyo tunaweza tukaishauri serikali katika kuboresha hali ya wanaozuiliwa kule. Lakini pamoja na kwamba tunachunguza, kuna ukomo wa kuchunguza hiki ambacho tunakifanya. Tume haichunguzi shauri ambalo lipo mahakamani, kwa sababu tunaamini ya kwamba mahakama ndicho chombo, hata kwenye katiba mahakama imetajwa kwamba ndicho chombo cha juu kabisa katika utoaji wa haki. Sasa sisi hatuwezi tena sasa tukawa tena nayo ni sehemu ya mahakama, lakini sisi kazi yetu ni kufanya uchunguzi, na kama shauri linaletwa ambalo liko mahakamani, basi yule mtu tunamshauri kuendelea na kwenye mkondo ule kwa ajili ya kutafuta haki yake. Lakini jambo lingine, kama linaendelea, kama lina hukumu ya mahakama, hilo bado tunamshauri kuendelea katika njia za kukata rufaa hadi kuipata haki yake. Lakini kwenye mahakama tunaweza tukaingilia tu pale ambapo tunaona kwamba shauri linakwenda na kurudi, yani haliishi yule mtu muda mrefu, kila siku tarehe. Lakini sasa tume pale inaingilia tu, jamani, kuna huyu mtu analalamika kwamba ili shauri kwenda na kurudi zaidi ya miaka 6 tu haliishi. Kwa hiyo labda ni kitu gani? Kwa hiyo katika kushare vile, mahakama nayo inaweza ikatuambia labda ni ugumu gani ambao umepatikana kwenye kuitoa hiyo haki yake, au ni kitu gani ambacho kinakwaza, then baadaye tunamueleza yule mtu, naye kama anaweza akafanya katika minajili hiyo, basi swala lake likawa limeisha. Lakini kwa wengine tunaweza tukachunguza na tukahitaji kitu chochote ambacho kinaweza kikatusaidia katika uchunguzi wetu, na tukawaita na saa nyingine kuitwa mbele ya tume kwa ajili ya kuja kujieleza katika jambo ambalo linachunguzwa na tume. Kwa sasa hivi
kama tulivyotangulia kusema, tume kama eneo la kutoa elimu kwa sasa hivi inaendelea na kutoa elimu kwa mkoa wa Dodoma, inaendelea na kutoa elimu kwa watendaji wa mitaa, watendaji wa vijiji, ili kwamba wao wawe mabalozi wetu katika kuibua vitendo vya uvunjwaji wa haki za binadamu na ukiukwaji wa misingi ya utawala bora inayoweza kutokea katika maeneo yao. Ya kwamba hawa ukiwafundisha, ukiwapa elimu wakafahamu kwenye hizi haki za binadamu, basi wao ni rahisi pia kuweza kuibua na kuwasaidia wananchi wanaowaongoza kule. Unakuta kwamba wale wananchi, kutokana labda yawezekana ni uelewa, wanakaa wanajadili namna gani ya kumsamehe mtu ambaye labda amekutwa na kosa la kubaka, anarudi anakaa na wazazi wa yule mtoto, labda wanalipana ng'ombe, biashara imeishia pale. Lakini yule mtoto tayari ashavunjiwa haki zake, tayari ashafanywa ukatili. Kwa hiyo sasa hivi tunavyoendelea kujenga ile awareness kwa ajili ya hao watoto, ni ili kwamba wao wanaporudi sasa mtaani wao na uelewa mkubwa juu ya masuala hayo, na wao wapinge, yaani wasikubali tu ya kwamba vitu vya kijinai vinajadiliwa na kuisha. Wao waibue yale masuala, yanapofika kwetu tunayaelekeza, au wao wenyewe wanaelekeza, wanapeleka polisi, na hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi ya yule ambaye amevunja haki. Lakini pia tunafungua klabu za haki za human right katika hizi shule. Tunaamini ya kwamba zitakuwa ni za kurithishwa kwa muda mrefu, ya kwamba hizi clubs ambazo zitakuwa zinaongelea masuala ya haki za binadamu, na kwenye kizazi hicho kila mwanafunzi anayekuja akimaliza, tuna balozi ambaye anaingia mtaani akiwa anazifahamu. Wanaoingia wanakuta club ambayo ina advocate hizi human rights kwenye hizi shule na vyuo. Kwa hiyo mwisho wa siku Tanzania baada ya kizazi cha muda fulani kinachokuja chini kitakuwa na uelewa mkubwa sana wa masuala ya haki za binadamu. Kwa hiyo tume inafika kwenye hizi shule, inaanzisha na inatoa miongozo ya namna ya kuanzisha kwa utaratibu ambao umewekwa, na sisi kama tume tunaendelea sasa kuzifuatilia kujua juu ya ukuaji wake. Tume yetu iko kwenye program ya kutoa elimu kwa umma. Kutoa elimu kwa umma kwa ajili ya kuisaidia jamii kupata uelewa wa kufahamu haki zao, lakini si tu kufahamu haki zao na wajibu. Maana inajulikana kabisa hakuna haki bila wajibu, si ndio jamani? Kwa hiyo wananchi wanakumbushwa, wanafahamishwa haki zao lakini na wajibu wao. Lakini lengo lingine ni kuwezesha wananchi waweze kufikia hizo haki. Wanazifikia kwa namna gani? Wanatambulishwa Tume ya Haki za Binadamu na majukumu yake, ikiwemo kupokea malalamiko. Malalamiko yanayohusu uvunjwaji wa haki za binadamu. Kama alivyokwisha kueleza mwenzangu kwamba wananchi wanakutana na changamoto mbalimbali lakini hawajui wapi pa kuzipeleka. Na tume yetu ikumbukwe kwamba haiko kila mkoa, haipatikani kila mahali. Na kwa sababu haipatikani kila mahali na hitaji ni kubwa la wananchi kuhitaji haki za binadamu, tume ikapanga na ikaona vyema kwamba inatupasa kutoka na kuwafikia wananchi kule katika ngazi ya chini kabisa, kwenye ngazi za mitaa na vijiji na kata. Manake kule changamoto zipo nyingi sana, na wananchi wameonyesha kuhamasika kuijua na kuitambua na kuitumia tume, kwa sababu changamoto walizonazo wakati mwingine kuna mahali wanafika wanakwama, hawajui wafanye nini. Na lengo lingine vile vile ni kujengea kizazi kijacho uelewa wa kuhusu haki za binadamu. Sisi tuliopo hapa inawezekana kwa namna moja au nyingine tunazifahamu haki za binadamu, lakini kuna wengine hawazifahamu kabisa. Sasa tunafanyaje? Tukaona kwamba tutengeneze hii programu ya kuweza kuwajengea waandishi wa habari uelewa kuhusu haki za binadamu na matukio yote yanayopelekea uvunjwaji wa haki za binadamu. Sisi kama waandishi tuangalie na tufahamu namna gani tunaweza kuyapatia ufumbuzi kwa kuyasemea au kwa kuyatolea taarifa. Hivyo basi tume katika programu hii tumeanza kutoa elimu kwenye mkoa wa Kigoma,
Tumetoa elimu hii kwa mkoa wa Tabora, tumetoa elimu hii kwa mkoa wa Singida, tumetoa elimu hii kwa mkoa wa Iringa, na sasa tuko Dodoma, Njombe na Manyara. Lakini matukio ya ukatili dhidi ya watoto yamekuwa yakiongezeka kila itwapo leo, na sababu ambazo zimekuwa zikitajwa, sababu ni nyingi. Mojawapo ni wazazi kuamua kumalizia masuala ya ukatili nyumbani. Unakuta tatizo limetokea, mzazi ameshiriki mwanzo hadi mwisho kuhakikisha kwamba mtuhumiwa anafikishwa kwenye vyombo vya sheria. Lakini inapofika wakati wa ushahidi, mama au baba au wahusika wanaanza kutafutwa kama vile anatafutwa mtuhumiwa. Wanatoa kauli nyingine ambazo hazipendezi. Wanasema kwamba tumeamua kuyamaliza, lakini mtoto ameshaharibiwa. Na wale watu wanaosimamia mwenendo wa makosa ya jinai inabidi wanafika mahali wanajiuliza, kwa nini mnafanya hivi, mnamaliza nyumbani masuala kama haya? Na watoto wenu wameumia, wamejeruhiwa, wameachwa na hali ambayo sio nzuri. Wengine wanadiriki kutoa maneno yanayoumiza. Mtu mwingine, mzazi amenukuliwa akisema, muache, ni mtoto wangu, hata kama ameharibika sio wa kwako. Mwingine anasema ni mtoto wangu hata akiwa shoga. Haya kuhusu. Sasa tujiulize, mimi na wewe tumefikia wapi? Kama mzazi anaamua kutoa maneno haya kwa watu wa haki ambao wanasimamia haki ipatikane kule mahakamani, tunaenda wapi?